Kwa jina naitwa Janet Steven Kilamba au Mama Bogwe kama anavyojulikana kwa hapa. Mimi ni mama mjasiriamali, ni mama mwenye familia ya watoto 3 na wajukuu 5. Mimi pia ni mjumbe wa shina katika eneo hili la Mwananyamala katika kata ya Kambangwa. Ni mjumbe wa shina namba 3. Mimi naitwa Neema, jina langu la ubatizo, lakini jina langu maarufu hapa mtaani naitwa Manka. Najishughulisha na biashara ndogo ndogo kama hivi na duka langu hapa nauza vitu vidogo vidogo. Kwa majina naitwa Sheila Ismaili, najishughulisha na mambo ya makeup. Kwa jina naitwa Rahma au Mama Wawili, najishughulisha na biashara mama lishe. Naitwa Asha Huseni, jina maarufu Mama Chips. Najishughulisha na biashara ndogo ndogo ya chips, kuku, miguu. Nachokielewa mimi kuhusu siku ya mwanamke duniani ni siku maalum ambayo iliandaliwa kwa ajili ya kumthamini mwanamke. Hivyo dunia ikaona kuwa kuna umuhimu wa kutenga siku maalum kwa ajili ya mwanamke. Siku ya mwanamke duniani ni siku ambayo special imechaguliwa kwa ajili ya wanawake. Yaani ni siku yetu wanawake kujivunia, special kwa wanawake. Kwa kweli unyanyasaji upo na tunaukemea na tunatamani hiki kitu kiishe au kitokomee kabisa, kisionekane. Kwa sababu mwanamke anapotaka huduma au anapokwenda kuomba kazi mahali, kuna vitu ambavyo anatakiwa avifanye ambavyo sivyo, hata kama ana uwezo wa kufanya ile kazi vizuri kabisa bila tatizo lolote, nakuta mtu ameisomea kabisa, lakini ili aipate ile kuna mambo ambayo anaambiwa ambayo sio, ni unyanyasaji. Kwa uelewa wangu mimi ninavyoelewa kuhusu unyanyasaji wa kijinsia, labda kama hivi, labda wanawake 1% tulikuwa tunakaa mama wa nyumbani, hatuna vipato, hatujaajiriwa, hatuna yani hela yoyote tunayoingiza. Kwa hiyo unakuta ni mama wa nyumbani, unamsubiri baba alete. Siku nyingine baba ndo kama hivyo hakupi hela. Kwa hiyo tunanyanyasika pale unapokuwa na mahitaji yako madogo madogo huwezi kuyafanya au kuyasolve kwa muda huo. Mwanaume ndo kama hivyo mpaka umsubiri alete hela. Kwa hiyo tulikuwa tunanyanyasika kwa sababu huna hela ya kufanya kile kitu unachokitaka. Hata kama una ndoto yako ndogo ndogo, labda unataka kufanya biashara ndogo ndogo, lakini hujawezeshwa. Labda mwanaume ndo kama hivyo hajakupatia labda mtaji. Kiuhalisia tulikuwa tunanyanyasika kwa sababu huna uwezo wowote, lakini kwa sasa tunawezeshwa na Mama Samia, tunapewa mikopo midogo midogo, tunafanya biashara. Unyanyasaji wa kijinsia kwa mwanamke naelewa ni kwamba labda atufanye kwa wale wanawake ambao wameolewa, labda anakuwa anapigwa na mume wake, huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Mwanamke kufanywa vitu vibaya viovu ni unyanyasaji wa kijinsia. Yaani unyanyasaji wa kijinsia ni vitu vingi. Unyanyasaji wa kijinsia ni wanawake wananyanyasika kwenye ndoa zao na kukaa kutegemea wanaume zao, hangaike kumtafuta wenyewe ili wasipate kunyanyasika kwa wanaume zao. Unyanyasaji wa kijinsia kama kimfano ndani wa kina baba wanavyotunyanyasa, tunamshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi hakuna mama anaolala. Sisi wa mama sasa hivi wachakalikadi. Kwa hiyo hawa mama wanaonyanyaswa na waume zao ndani kwa unyanyasaji wa kijinsia, labda mimi tu ushauri wangu yani waamke, kwa sababu sasa hivi hakuna mama anaokaa hivi barazani kupiga stori. Hakuna mama sasa hivi ana chochote anachokifanya. Sasa hivi ukiuza hata kalanga, mwanamke nadhani mwanaume hata kunyanyasa. Kwa hiyo kikubwa tu mwanamke tuchangamka, na kama hivi sasa hivi tuna mikopo, mama katuletea mikopo mama yetu Samia. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi ni kuchangamka, na kama ukijichangamsha mama, baba ndani hawezi kukunyanyasa. Kwanza kabisa kwa kuletewa filamu katika huu mtaa wangu ambao mimi ndio nauongoza, kwa kweli ni kitu ambacho kimenifurahisha sana. Inaonyesha ni kiasi gani mwanamke anathaminiwa kwa hivi sasa. Zamani mwanamke alikuwa hathaminiwi, lakini kwa sasa hivi thamani yetu wanawake inajulikana na imeonekana kwa mwanamke
ni mtu muhimu na ni chombo imara katika jamii. Kupitia hii filamu inaonyesha wale kuhusu mwanamke, kwa mimi najisikia vizuri kwa sababu inaonyesha ustrong wa mwanamke. Mimi pia ni mwanamke, kuna vitu sometimes napitia, nafanyaje, natakiwa kuwa strong. Kwa mimi naona ni kitu kizuri. Kwanza hali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niheshimu sana kila mmoja uwepo wake hapa. Hakika mmenikimbilia na niliheshimu hiyo kwa kila mmoja wenu. Najua mngeweza kufanya ratiba zingine, majukumu mengine, lakini kitendo cha kuweza kujumuika nami ama kujumuika nasi jioni ya leo, hakika mmeonyesha upendo wa hali ya juu sana. Lakini tukija kwenye kazi yetu ya Ikande short film, lengo kubwa ni kutoa elimu kwa jamii na kumuonyesha mwanamke ni mtu ambaye anatakiwa athaminiwe sana. Tunajaribu kuwakumbusha au kukumbushana wanaume kuwa wanawake ni watu muhimu sana kwenye maisha yetu. Huenda hatukamiliki bila uwepo wao. Kwa mimi ni kama balozi wa kuwatetea wanawake, na jukumu langu ni kuendelea kutoa elimu kupitia kazi za filamu. So nadhani hii ni mwanzo tu. Kuna mipango mikubwa sana kwa mwaka huu. Huenda tutaanzia mikoani kwa ajili ya jambo hili, lakini pia tunatarajia kufanya kazi zingine kubwa ambazo Mungu akijalia inaenda kuwa kubwa zaidi na zitafikia watu wengi zaidi. Lengo pia kuinua vipaji, hasa watu ambao wanakuja wapya, kwa support ambao hawana nafasi kabisa, na hata ambao wenye nafasi tutafanya nao kazi pia, kwa sababu lengo letu ni kutoa elimu kwa jamii na kuhakikisha kila mmoja wetu anakuwa sehemu ya kuwa funzo. So mimi kwangu ni washukuru sana na nathamini sana uwepo wenu jioni ya leo. I'm a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. 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 I'm a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. Superwoman. Ushauri wangu kwa serikali pamoja na taasisi zote ambazo zinamuunga mkono mwanamke, ningependa ziendelee kumshika mkono mwanamke, kwa sababu mwanamke anaweza. Mwanamke akishirikishwa jambo lolote lile huwa analimudu. Mfano mzuri tu ni kwa hapa Tanzania, tunaye rais ambaye ni mama na amefanya mambo mazuri sana katika nchi yetu. Kwa huo ni mfano mmojawapo tu wa rais kwa ajili ya mwanamke. Anapowezeshwa basi huwa anaweza. Kwa sisi wanawake ambao tunajishughulisha na ni wajasiriamali wadogo, tunaiomba serikali itusapoti kwa namna moja au nyingine, ili tuweze kukua kiuchumi, tuendelee kupambana. Mimi maoni yangu kwa serikali ni kwamba wasichoke kutusapoti, waendelee kutusapoti. Kama kuna mikopo, kuna vitu vyovyote, waendelee kutusapoti, watukomboe wanawake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu ya Mama Samia isituchoke wanawake, endelee kutupambania. Maoni yangu kwa serikali, kuangalia wanawake, kuwapa mitaji ambao na biashara ndogo waweze kuwawezesha kuwa na biashara kubwa. Mimi nawaambia wanawake wenzangu wapambane katika ujasiriamali, kwa sababu kwanza sasa hivi tunawezeshwa na mama, mikopo ipo, tunapewa vitu kibao. Kwa hiyo sasa hivi hakuna mwanamke anaolala. Sasa hivi wote wanawake tuko macho, tumeamka, hakuna mwanamke analala, hamna mwanamke anaokaa sasa hivi. Neno langu kubwa kwa wanawake, kiukweli tupambane, tutafute maisha, tutafute hela, tunaweza. Mwanamke yeyote akijishughulisha, Mwenyezi Mungu atakupa tu. Huwezi kutoka asubuhi ukawa unaenda kutafuta riziki ukakosa. Ni jambo ambalo sio la kawaida. Utapata, Mwenyezi Mungu sio mchoyo wa fadhila, akunyime. Lakini tujitahidi kupambana kwa bidii. So tutapata. Kwa hiyo nawaambia wanawake wenzangu ambao na wenyewe bado hawajatoka barabarani kutafuta riziki, watoke wapambane, watapata. Sisi tunashukuru kama wamama wajasiriamali, tunapata mikopo kwa Mama Samia,
tunaendeleza biashara zetu, tunasomesha watoto zetu, tunalea familia zetu. Kwa hilo tunamshukuru Mungu, mama anatusaidia, anatupa mpaka vitu vya kupikia, magesi, tusiumie mambo ya mikaa. Kwa hilo tunashukuru. Mimi nikiwa kama mama na nikiwa kama mwanamke, kwanza nimefurahi sana kwa kuumbwa mimi kama mwanamke. Hivyo basi nawatakia kila la heri wanawake wote wa hapa Tanzania, wanawake wote hapa duniani. Nawatakia kila la heri, naambia wasonge mbele, wasirudi nyuma. Mwanamke ni nguzo imara ndani ya familia. Familia inapokuwa haina mama, basi inakuwa sio familia, inakuwa na kuyumbayumba fulani. Kwa hiyo mwanamke popote pale ajithamini na ajiamini kwa yeye anaweza. Nawatakia heri siku ya wanawake duniani kwa wanawake wote dunia nzima. Nawatakia heri wanawake wote duniani. Ni siku ya mwanamke duniani. Nawatakia heri wanawake wote duniani katika siku ya mwanamke duniani. Nawatakia wanawake wote dunia nzima, Tanzania nzima, nawatakia heri ya mwanamke duniani. Kwa hiyo tuenjoy siku yetu. Happy Women's Day.